Kuendesha pikipiki bila helmeti? Kupakia mshikaki? Kuitwa kwenye kikao bila kufika? Mpogoro akifanya kazi nzuri bila kumsifia? Haya, awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, mawaziri wa taasisi mbalimbali ambao tulipo hapa, na viongozi wa bodaboda na wa machinga na wageni wote waalikwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi niliopo mbele yenu hapa naitwa Saidi Kagomba, ndiye mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi Waziri Mkuu, tutakuwa wachoyo wa fadhila kama tukuanza na shukrani. Shukrani zetu za serikali tumeanza katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mbalimbali iliyofika hapa kwa zile changamoto zilizokuwepo za kutokuingia mijini na kutokuwa na vituo. Tuliona baadhi ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya walimaliza zile changamoto zetu na tumekuwa tunafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tupelekee salamu zetu kwa Daktari Samia. Lakini la pili, tumeona Daktari Samia ameweza kutoa ofisi ndani ya mikoa 26. Kwa hiyo kwa wageni hao waliokuja hapa kwenye hii mikoa yote, Mheshimiwa Rais, na tuna viongozi kutoka Zanzibar pale, watasimama viongozi wawili. Tuna viongozi kutoka Zanzibar. Sasa na wao pia wakaomba, je, na sisi hatuwezi kupata ofisi? Kwa hiyo Mheshimiwa, nalo hilo utalichukua, tuone ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia. Mheshimiwa, tukianza katika swala la usafirishaji, tuna ada ambazo tunalipa. Katika swala la pikipiki miguu miwili ilikuwa ni 1,180,000, mkatushushia mpaka 1,120,000. Lakini pikipiki ya magurudumu mawili mmetuambia kwamba tulipe mapato ya TRA shilingi 65,000. Lakini bado kuna kitu ambacho kinatuchanganya kupitia Wizara ya Maendeleo na Jamii, tukaambiwa kwamba tunaletewa vitambulisho. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ieleweke, na leo tukueleze tu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sekta ya usafirishaji wa bodaboda na bajaji, tofauti watu wanavyoifikiria, inachangia pato kubwa sana la serikali. Kwa sababu tukianza, tuna pato ambalo la kulipia maegesho ambao tunalipia katika halmashauri. Sasa hizi halmashauri mbalimbali tumekuwa tukichanganyana, na ikikupendeza, kwa sababu na TAMISEMI wako, tuone tukae katika mwamvuli wa TAMISEMI, na tunavyoongea tuongee kama nchi. Kama Dar es Salaam tunalipa ushuru shilingi 100 kwa siku. Kwa siku 366 tunalipa shilingi 36,000. Lakini kuna baadhi ya mikoa, Morogoro wanalipa shilingi 1,000. Kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi 500. Kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi 400. Sasa kama hii ni nchi moja, na tunaamini Mheshimiwa mgeni rasmi, hili unalo kwako, unaweza ukalitatua, tukalipa kwa pamoja. Na ukichukulia bodaboda na bajaji ndani ya nchi tuko zaidi ya 3,000,000. Kwa hiyo ukipiga shilingi 36,000 mara 3,000,000 unakuta zaidi bilioni 108. Kwa hiyo ni mapato mengi ambayo tunaingiza katika sekta ya usafirishaji. Lakini la pili, Mheshimiwa, katika swala la leseni ya udereva. Swala la leseni la udereva, na leo tunashukuru, tena tunashukuru sana, na umati uliojaa nje, kuna umati mwingine unatuangalia kupitia mubashara kwa sababu ukumbi ni mdogo. Swala la leseni limekuwa kwetu ni changamoto, kwa sababu hata watu wanapopata ajali, baadhi ya madereva wengi wanakuwa hawana leseni, hawana bima za afya. Sasa changamoto kwenye leseni, ili ulipo na bima lazima uwe na leseni. Tulikuja tukaongea na makamo wa rais mstaafu Filipo Isidori Mpango, ile miaka 50 ya kukamilisha wiki ya usalama, unaenda kwa usalama barabarani pale Dodoma. Tuliwasilisha na tukaomba kwa serikali mnapoteza mapato mengi makubwa bila kutushirikisha sisi na kuona mahitaji yetu ni nini. Kwa hiyo mngekusanya kwa shilingi 30,000, Tanzania nzima wangelipa, mngeona ni jinsi gani mngekusanya mapato makubwa, vijana wangepata leseni, vijana wanapopata matatizo waweze kuhudumiwa na bima.
Mheshimiwa, tuna jambo la TRA. TRA kwenye usajili wa pikipiki, hata inapotokea uhalifu kwetu inakuwa shida. Inakuwa shida kwa sababu sasa hivi sisi tumetengeneza mfumo, na mfumo huu tayari tumesha integrate na jeshi la polisi. Ina maana mtu ambaye yuko kwenye mfumo akikamatwa alipe faini ndani ya siku 7. Tumeintegrate na TAMISEMI, tumeintegrate na NIDA. Kwa hiyo Mheshimiwa, tulikuwa tunaomba katika huu mfumo serikali itilie mkazo. Kuzaliwa kwa huu mfumo ni yale ambayo mlituchukua serikali kwenda kutufunza Kigali, Rwanda, tukarudi, tumerudi, tunafanya mambo yenyewe, serikali imetuacha. Kwa tunaomba ndugu mgeni rasmi, wizara ambayo mtatukabidhi na wizara ambayo mtakayotupa, kwa sababu ukiangalia hapa tunadili karibuni na wizara sisi 4. Tuna viwanda na biashara, tuna TAMISEMI, umeona, tuna maendeleo ya jamii. Sasa hata sisi tunayumba, wizara yetu maalum ni ipi? Tukabizini, kama ni TAMISEMI, kama ni uchukuzi, ili tunapokwenda kote katika zile, kwa sababu tunalipa LATRA. Pikipiki moja inalipa LATRA shilingi 17,000 magurudumu mawili kwa ajili ya leseni ya usafirishaji. Pikipiki ya magurudumu matatu ambayo ni bajaji inalipa 22,000. Lakini bado sasa tutaitwa tena kwenye wizara zingine, tunaambiwa tulipie hichi. Kwa hiyo unajikuta mtu wa bodaboda analipa ushuru mwingi na amepewa mzigo mkubwa. Kwa hiyo hizi ni changamoto, tuangalie ni wizara gani ambayo inafaa kutukabidhi ili tuweze kwenda nayo. Lakini lingine, tuna hizi uniform. Hizi uniform Mheshimiwa ina namba hii. Na tutaomba ikikupendeza utupe hata dakika 10, kama tukimaliza mengine hata dakika 10 tukuoneshe mfumo. Mfumo tunao, tutaunganisha hapa. Ukiingiza hii namba, mimi unapata kituo changu ninachopaki, namba yangu leseni, mtaa wangu ninaokaa, kila kitu. Kwa hiyo hata katika ulinzi na usalama mfumo utasaidia, na ndio maana jeshi la polisi waliona tukaintegrate mfumo. Kwa hiyo hata yule mwenyekiti wa serikali za mitaa, mfumo umemwezesha kuwatambua vituo vyake vyote vya bodaboda vilivyokuwepo pale, na tuna sehemu ripoti uhalifu, ripoti ya ajali. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba mtuangalie na mtupangie wizara maalumu. Leo hii tulikaa na waziri wa TAMISEMI, tulizindua uniformu, akasema nchi nzima, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, tunamwona Mpogolo ndo tumepambana sana mpaka wanaona mafanikio ya uniformu. Lakini bado tuna mabenki ambayo wanataka kuinvesti kwetu, wajenge vituo vya kisasa kama vya Rwanda, watuwekee na wifi. Sasa mtu unamuomba akujengee, alafu serikali anakuja TRA anamwambia yule akiweka tangazo lake aiza ni salary Olex au nani, alafu alipie lile tangazo. Mtu kakuboreshea, ni kweli, lakini yule aliyokaa pale anaenda kuboreshewa tayari kalipa mapato ya serikali. Kwa hiyo tunaomba na ikiwapendeza nchi nzima serikali iweze kufacilitate hizi sare, watu waingie kwenye mifumo, wataeleweka. Dereva wa bodaboda ni yupi, dereva wa binafsi ni yupi. Kwa hiyo inapotokea janga ya uhalifu, watu wakaenda kutumia vyombo vya bodaboda kama ni chombo rahisi kufanya uhalifu, tunawagundua ni nani. Sasa kuna swala la sasa hivi pikipiki inatoka imeuzwa haina plate number. Tumekuwa tukilalamika, tumepeleka kwa wakuu wetu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anajitahidi sana Mpogolo, na ndio maana umeona makofi haya. Sisi tunakuaga hatupindishi. Angekuwa anapinda Mpogolo tungekwambia kapinda. Lakini ni mtu ambaye anatukimbilia. Tukisema lolote, mkuu wa mkoa akimpa maelekezo, iwe jua iwe mvua. Sasa mmempa mzigo mkubwa. Je, mtu wa Morogoro anatengenezewa na nani? Je, mtu wa Mbeya? Sasa itengenezwe mifumo ambaye tuone serikali itapata mapato, sisi tutafaidika. Sasa tukiangalia katika mikopo, leo watu binafsi tumeona wamesaidiwa kina mama. Kuna mikopo ilikuja mibaya, kausha damu, sijui mwendo kasi, sijui nini. Huku sisi tunao mwendo kasi Mheshimiwa. Huku tunao kausha damu kupita hiyo kausha damu ambayo imewasaidia huko. Bodaboda tuna watu wananunua, wanamiliki bodaboda kuanzia bodaboda 200 mpaka 300. Ukifika pale unapewa bodaboda bila kianzio. Lakini huo mkataba wake umetishwa jiwe zito. Mkataba unapewa pikipiki yeka nunua dukani 3,000,000. Anakupa mkataba kwa kila siku shilingi 12,000 kwa miezi 16. Ukipiga ni 600,000 mpaka na 200,000. Ukipiga faida yeye ana 3,300,000 na 200,000. Je, serikali pale imefaidika na nini?
Lakini je, kama serikali imefaidika, huyu mwananchi wa kawaida ambaye wa serikali, mwananchi wa serikali ambaye ndo kijana anataka kujikwamua kimaisha, aipende nchi yake, aipende na serikali yake, anafaidika na nini? Na anaweza akafanya mkataba akaendesha pikipiki ndani ya miezi 9. Siku moja tu ule mkataba hujui ugonjwa, mkataba hujui ajali. Tumbo limekuuma, daktari kakupa dawa upumzike nyumbani siku 3, unaambiwa umevunja mkataba, unaporwa ile pikipiki. Tunaomba serikali mliangalie. Sasa kwa kumalizia, kwa sababu muda ni mchache, tuna hii bilioni 200 ya mama ambaye alisema ndani ya siku zake 100. Mheshimiwa, tusiwe waongo. Taasisi zote za kifedha huwa wakiwa kama kwenye vikao kama hivi wanajinasibu sana, lakini mimi nimezunguka benki zote sio rafiki. Na benki ya mwisho tumshukuru Daktari Samia, wakati anaizindua pale ile CRDB alisema Jimkana, alirudia mara 3, nataka wapewe mikopo rahisi mamalishe, wamachinga na bodaboda. Leo unakwenda kwenye mkopo unaambiwa uende na hati ya nyumba. Kuna bodaboda na nyumba hapo? Unakwenda kuchukua mkopo unaambiwa upate wadhamini 2 wanaofanya kazi serikalini, mshahara wao unaoingia kutokana na ile benki. Kuna bodaboda wana watu viongozi wa serikali yote hapo. Sasa tulijitahidi kwa ile kauli aliyoitoa pale Daktari Samia, tulikaa na CRDB ili 20% tukachakata, mwisho watuweki zamana yote zaidi ya barua yetu. Na mpaka sasa hivi wametupa vyombo visivyopungua 564. Na juzi tumeanza kupeleka mikoa mingine, wamenufaika Iringa atasimama, huyo Melabu ana vyombo 60, wameanza kutoa vyombo vingine. Na juzi tumeenda Zanzibar, tunataka tuanze kutoa. Lakini kinachotubana Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kianzio. Ili ukope pikipiki ya magurudumu 3 unatakiwa uwe na 1,960,000. Ili ukope pikipiki ya magurudumu 2 unatakiwa uwe na shilingi 660,000. Je, kwa hali ya kawaida bodaboda tunayo? Kwa hiyo kumalizia haya machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na bahati na wewe, hichi ni kikao cha pili. Wakati huo ulikuwa waziri wa mambo ya ndani, tuliongea mengi sana. Kwa sasa hivi ni waziri mkuu, yale tulioongeaga na ninaomba ulitufundisha, na wewe ndio wachukue utufundishe, tusaidie kundi hili.